Palikuwa na tajiri mmoja anayeitwa Mzee Rashid, aliyekuwa akiishi katika kijiji kidogo pamoja na mwanawe wa pekee Khalid. Mzee Rashid alikuwa ni mtu aliyepata utajiri mkubwa kutokana na biashara zake nyingi. Hata hivyo, alihofia kwamba mwanawe alikuwa haelewi thamani ya pesa wala ugumu wa kuzitafuta. Siku moja Mzee Rashid alimuita Khalid na kumwambia, "Khalid, nataka uende huko nje ukafanye kazi yoyote halali uniletee dinari 2 leo jioni." Khalid alishangaa na kumjibu, "Lakini baba, sisi ni matajiri, kwa nini nihangaike kutafuta pesa?" Mzee Rashid alimwangalia mwanawe kwa jicho la busara na kusema, "Sitaki malalamiko, fanya kama nilivyokuambia." Khalid hakuwa na khiari, akaondoka na kuelekea mjini. Akiwa huko alifika kwenye kampuni iliyokuwa ikitoa kazi za vibarua za siku moja. Akaambiwa kwamba wakifanya kazi hadi jioni watalipwa dinari 2. Khalid alijaribu kuanza kazi lakini hakudumu hata nusu ya siku. Kazi ilikuwa ngumu sana kwake, jua lilikuwa kali na mwili wake haukuwa umezoea kazi ya mikono. Kwa kuwa wazazi wake walikuwa wametengana, Khalid aliamua kwenda kwa mama yake Bi Asha kumlalamikia. "Mama, kazi ni ngumu mno, siwezi. Baba kaniambia nilete dinari 2 lakini sijui nitazipata wapi." Mama yake alimhurumia, akachukua dinari 2 na kumpatia. "Chukua hizi upeleke kwa baba yako," akasema kwa upendo. Jioni Khalid alipofika nyumbani, alimkabidhi baba yake zile dinari 2. Mzee Rashidi alizichukua na kuzipitisha dirishani, akazitupa nje. Khalid hakushtuka wala kuonesha kujali. Hali hii iliendelea kwa siku 3 mfululizo. Kila siku Khalid alipokwenda kwa mama yake kulia, mama yake alimhurumia na kumpa dinari 2. Na kila alipozileta kwa baba yake, Mzee Rashid alizitupa nje, huku Khalid akibaki kimya bila hisia. Siku ya 4 Khalid alipokwenda kwa mama yake hakumkuta. Aliambiwa mama yake alisafiri na hata rejea hadi usiku wa 8. Khalid alibaki na mshangao na hofu. Hakuwa na jinsi, alikumbuka agizo la baba yake na alichofanya ni kurudi mjini na kuomba kazi ile ile aliyokuwa ameikimbia mara ya kwanza. Safari hii Khalid alifanya kazi nzito mno. Jua lilimchoma, mikono yake ikapata majeraha na hata alilazimika kuvumilia matusi na manyanyaso kutoka kwa mabosi kwa sababu hakuwa na uzoefu. Lakini mwisho wa siku alipokea dinari 2 akiwa amechoka sana. Jioni ilipofika, Khalid alifika nyumbani akiwa na macho mekundu kwa uchovu. Alimkabidhi baba yake zile dinari huku akionyesha kusita. Mzee Rashidi alipompokea zile dinari kama kawaida yake, alizirusha nje dirishani. Ghafla Khalid alikasirika na kusema kwa sauti ya hasira, "Baba, unajua nimepataje hizo pesa? Nimeteseka, nimeumizwa, nimetukanwa, nimehangaika mchana kutwa, na sasa unazitupa hivi hivi." Mzee Rashidi alitabasamu kwa utulivu na kumwambia mwanawe, "Sasa umeelewa mwanangu, pesa ya jasho ina thamani kubwa kuliko pesa ya kupewa bila jasho. Sasa najua umeonja machungu ya kuitafuta." Baada ya tukio hilo, Khalid alikaa kimya kwa muda akitafakari maneno ya baba yake. Kwa mara ya kwanza alihisi mzigo wa maisha halisi na kugundua kuwa utajiri wa baba yake ulikuwa ni matokeo ya jasho na bidii kubwa. Siku iliyofuata asubuhi, Khalid alimfuata baba yake jikoni alipokuwa akinywa chai na akasema kwa sauti ya heshima, "Baba, nataka kujifunza zaidi kutoka kwako. Nataka nijue namna ulivyoweza kujenga biashara zako na kupata mali hii yote." Mzee Rashidi alimwangalia mwanawe na macho yake yakaangazwa na furaha. "Hicho ndicho nilichokuwa nakisubiri kutoka kwako mwanangu. Mwanaume anapaswa kuelewa thamani ya kila dinari aliyopata. Kuanzia leo utanifuata kwenye shughuli zangu." Hivyo basi siku za Khalid zikaanza kubadilika. Aliamka mapema kila siku na kufuatana na baba yake kwenda kazini. Mzee Rashidi alimfundisha jinsi ya kusimamia biashara zao, kutoka kwenye mashamba, maduka hadi viwanda vidogo. Khalid alianza kuona jitihada kubwa zinazohitajika kuendesha biashara hizo. Kadiri siku zilivyopita, Khalid alianza kubadilika. Hakuwa tena yule kijana wa kujivunia utajiri wa baba yake pekee. Alijifunza kuheshimu wafanyakazi, akawa mtu wa kujituma na hata akaanza kuwasaidia wengine waliokuwa na changamoto kama alizopitia siku ile alipoenda kufanya kazi ya vibarua. Mwaka mmoja baadaye, Mzee Rashidi alimuita Khalid ofisini kwake na akamkabidhi funguo za tawi moja la biashara yao kubwa mjini. "Hii ni zawadi ya juhudi zako na mabadiliko yako. Sasa nakupatia nafasi ya kuendesha biashara hii mwenyewe." Khalid alihisi fahari na furaha, akamkumbatia baba yake kwa moyo mkunjufu. "Asante baba, sasa naelewa vyema thamani ya kila hatua ulioipiga kufika hapa." Kuanzia siku hiyo, uhusiano wa Khalid na baba yake ukawa wa karibu zaidi. Khalid alikuwa si tu mwana, bali pia mshauri na mshirika wa karibu wa Mzee Rashidi katika kila uamuzi wa kibiashara. Wakati mwingine walikaa pamoja jioni na kucheka, wakikumbuka siku ile Mzee Rashidi aliporusha zile dinari nje ya dirisha.
Kwa kupitia changamoto hiyo ndogo, Khalid alikuwa kuwa mwanaume mwenye busara, mnyenyekevu na mwenye heshima kwa kazi na watu wote waliomzunguka. Mzee Rashid alijivunia kwamba sasa alikuwa na mrithi wa kweli, si wa mali tu bali wa maadili na hekima pia. Miaka kadhaa ilipita tangu Khalid na baba yake, Mzee Rashid, waimarishe uhusiano wao. Biashara zilikuwa zimekuwa zaidi na Khalid alikuwa akizisimamia kwa ustadi mkubwa. Wakati huo huo, Khalid alikuwa ameendelea kuwa kijana mwenye heshima na anayependa kusaidia jamii, sifa ambazo zilimfanya kuheshimika kote kijijini na mjini. Siku moja, mama yake Khalid, Bi Asha, alirudi kijijini baada ya miaka mingi ya kuishi mbali. Alikuwa na tabasamu, lakini macho yake yalikuwa yamejificha na hila. Alimtafuta Mzee Rashid na kumwambia, "Rashid, ni muda mrefu sana umepita. Najua tulitengana, lakini mimi bado ni mama wa Khalid na naona sasa tumefika wakati wa kuzungumzia urithi wa mwanetu." Mzee Rashid alimtazama kwa makini, akasita kabla ya kujibu. "Bi Asha, unataka kusema nini haswa?" aliuliza kwa sauti ya utulivu. Bi Asha alipumua kwa kina na kuendelea, "Najua una mali nyingi. Ningependa kunihakikishia kuwa nitaweza kusimamia mali zako kwa ajili ya Khalid iwapo utakufa ghafla. Nipe baadhi ya mali sasa, kwa sababu najua Khalid hawezi kuhimili kila kitu peke yake." Mzee Rashid alitabasamu kwa upole, lakini moyoni akajua Bi Asha alikuwa na nia ya kujinufaisha kupitia Khalid. Alimjua vyema Bi Asha na alihisi kuwa hakurudi kwa sababu ya mapenzi kwa mwanao, bali kwa tamaa ya mali. Baadaye usiku huo, Mzee Rashid alimuita Khalid na kumweleza kila kitu. "Mwanangu, mama yako amerudi, lakini si kwa nia ile unayoifikiria. Usiwe na chuki kwake, lakini fahamu kuwa watu wengine wakiona mali, moyo wao hubadilika." Khalid alisononeka, lakini aliheshimu hekima ya baba yake. "Baba, nitaamini maamuzi yako na nitaheshimu kila unachonifunza." Siku chache baadaye, Mzee Rashid alimuita Bi Asha kwa mazungumzo ya mwisho. "Bi Asha, mali hii si yangu peke yangu, bali ni ya familia, wafanyakazi na hata jamii yetu. Nitahakikisha Khalid anakuwa msimamizi wa mali hizi kwa busara, lakini siwezi kuhamisha chochote kwa hila. Ikiwa kweli unampenda Khalid, msaidie kuwa mtu bora, si kumpotosha kwa tamaa ya mali." Bi Asha alinyamaza, akijua kuwa mpango wake umegundulika. Aliondoka kijijini siku hiyo akiwa amechanganyikiwa. Miezi kadhaa baadaye, Bi Asha alirudi kwa unyenyekevu na kumwomba msamaha Khalid na Mzee Rashid. Alikiri kwamba alikosea kwa kuwa na tamaa na akasema alikuwa tayari kuungana na familia yake kwa nia njema. Mzee Rashid na Khalid walimkubali, lakini kwa tahadhari na busara. Walimruhusu kuwa sehemu ya familia tena, lakini Mzee Rashid alihakikisha mali zake zote zimeandikwa rasmi kuwa urithi wa Khalid na kuwa na mpangilio mzuri wa kisheria. Kwa busara ya baba yake, Khalid aliendelea kusimamia biashara kwa haki, akiwa na moyo wa kusaidia jamii. Na Bi Asha, baada ya kuona upendo na busara ya mwanawe na mume wake wa zamani, alibadilika na kuwa mama bora kwa Khalid. Asante sana kwa kutizama video hii. Endelea kutufuatilia kwa hadithi nzuri zenye ujumbe wa elimu na mafunzo yaliyo mema. Ulikuwa nami mwandishi na msimuliaji wa hadithi hii. Kwa jina naitwa Chasimba. Mpaka tena wakati mwingine, kwa sasa niseme shalom shalom, amani iwe nanyi. Assalamu alaikum.